Tunapozungumza kituo cha afya, maeneo ya kutolea huduma za afya, mkakati wetu kila kijiji kuwe na eneo la kutolea huduma ya kwanza ambayo ni zahanati. Nimesikia hapa mbunge anasema eneo hili tatizo ni zahanati. Halmashauri ipo. Na halmashauri viongozi wenu wako alati kule. Nataka niwaambie, halmashauri sasa hivi mmejikita kutegemea pesa kutoka serikali kuu tu badala ya kutumia na pesa yenu ya ndani. Miradi yote kwenye halmashauri inajengwa na pesa kutoka serikali kuu. Haya, pesa yenu mnafanya nini? Zahanati ya milioni 50 mnasubiri serikali kuu. Mkurugenzi yuko kule. Anayekaimu mkurugenzi yuko. Kwa mwaka mnakusanya shilingi ngapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mwaka wa fedha kwa mujibu wa bajeti yetu tumekusudia kukusanya bilioni 5.3, lakini mpaka sasa tumeshakusanya bilioni 4.1. Mmeshavuka malengo. Bado hatujavuka malengo, tuko asilimia 74.3. Katika bilioni 5.3 tumeshakusanya bilioni 4.1 Mheshimiwa. Si kuanzia Julai? Ndio. Leo Machi? Ndio. Si mpaka nusu mwaka mmeshavuka zaidi? Ndio Mheshimiwa. Kwa hiyo mnazo pesa nyingi? Ndio Mheshimiwa. Zahanati shilingi ngapi? Zahanati hii ni milioni 50. Kwa mwaka bilioni 5 Nusu mwaka mnakusanya shilingi ngapi? Kwa nusu mwaka kwa mujibu wa bajeti yetu nusu mwaka itakuwa ni bilioni 2.5 Mheshimiwa. Na nyinyi mmekusanya nyingi. Ndio zipo Mheshimiwa, na zingine tayari tumeshaelekeza kwenye miradi ya mapato ya ndani. Na zahanati ya hapa? Kwa zahanati ya hapa tumekusudia kuiweka katika bajeti zitakazofuatia. Hiyo hapa. Zahanati ya hapa. Zahanati ya hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeipokea kwa ajili ya kuzingatia katika bajeti yetu ya mwaka unaofuatia. Kuzingatia bajeti ijayo? Pesa si mnayo? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Pesa hizi inaambiwa na madiwani tu. Ndio Mheshimiwa. Makamu mwenyekiti wa halmashauri yupo? Makamu mwenyekiti wa halmashauri. Madiwani simpo? Wapo. Sio mnakaaga mnabadilisha matumizi kwa pesa yenu ya halmashauri. Zahanati hapa shilingi milioni 50 zitawashinda kutoka kwenye bilioni 2 ngapi? Amshindwi. Mkurugenzi, sema maneno hapa wananchi wasikie. Tunataka zahanati ikamilishwe hapa. Pesa ipo, wanaobadilisha matumizi wale pale. Wewe una shida gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea maelekezo yako na tutaiwasilisha kwenye vikao vya maamuzi vya waheshimiwa madiwani ili tuweze kutekeleza maazimio. Madiwani wale sema tutaleta pesa, wale ndio wanaobadilisha matumizi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutatekeleza maelekezo yako. Una sababu ya kusita, sema tutaleta milioni 50 kwa ajili ya zahanati, sema hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaleta milioni 50 kwa ajili ya ujenzi. Alete lini hapa fedha? Mwezi wa 4. Na mimi nimekubaliana na hiyo kwa sababu wale ndio wanaofanya mabadiliko ya matumizi. Mna bilioni 4. Milioni 50 tu kwa ajili ya wananchi hawa wanateseka kwenda Igunga kutibiwa. Tumepokea maelekezo yako. Hapa kwenda Igunga ni kilomita ngapi? Kutoka hapa mpaka pale Igunga kilomita ngapi? 25. 25. Hawana hata zahanati. Milioni 50 mmezikalia. Leta milioni 50 hapa mpaka mwezi wa 4 pawe tayari. Mkuu wa mkoa hapa simamia zahanati. Tunataka zahanati hapa mpaka mwezi wa 4. Pesa hiyo imeshafika, ujenzi uanze. Kama walishaanza wenyewe ujenzi wamalizie. Kwa sababu pesa nyewe mnazo, miradi yenu yote inajengwa na serikali kuu. Shule serikali kuu, madarasa serikali kuu, vituo vya afya serikali kuu, hospitali ya wilaya serikali kuu, mradi wa maji serikali kuu. Hizo bilioni 4 nyewe mnashindwa kuleta bilioni 50 hapa mwezi wa 4. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, viongozi wa chama shamaliza hapa tatizo. Igunga oye!
Mheshimiwa Ngasa oye! Hii ni pesa ya mapato ya ndani. Maana yake nini? Hawa ndio wanalipa hizo kodi, wanalipa kodi na nyie pesa mnazo. Lakini uzuri, miradi yenu yote mmempa mbunge, na amefanya kazi mzuri mbunge kuagiza fedha kutoka kule serikali kuu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pesa imekuja kwenye elimu, pesa imekuja kwenye afya, pesa imekuja barabara, pesa imekuja umeme, pesa imekuja maji. Hizo zenu, hizi za hawa wananchi. Nataka milioni 50 mwezi wa 4 zije hapa zijenge zahanati.